Alhamdulillah, tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kule kutuwafikia kuweza kumaliza Ramadhani kiukamilifu tukiwa na siha na afya, na vile vile tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kule kutuwezesha kwa siku ya leo kuweza kuswali swala ya Eidul Fitri Mubarak. Kiuhakika ni jambo kubwa sana na neema kubwa sana kwa sote tulioafikiwa kwa haya, lakini neema yoyote anayokuafikia Mola wako, neema hiyo ni wajibu wetu kwa sote kushukuru kwa neema tuliopawa. Sikitiko ni kwamba wingi ya walimwengu wa leo sisi hukufuru neema badala ya kuzishukuru. Lakini siku zote Mola wetu ni haraka kugeuza neema kuzifanya nakama, ni haraka neema kuzifanya maangamivu, ikiwa tutasimama kwa sisi kutotambua neema alizotupa Mola wetu. Lakini leo kwa siku hii ya Idi, badala sisi kushukuru kwa neema ya kuafikiwa kumaliza na kuswali Idi, kuimaliza Ramadhani, lakini hatushukuru kwa hilo. Ni wachache wenye kushukuru, na hili liko wazi katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala kwa mwenyewe kusema, wa qalilun min ibadi yashkuru, na ni wachache mno katika waja wangu ambao kwamba wenye kushukuru. Si yoyote, lakini pima kipimo cha siku ya Idi, itizame siku ya Idi leo na maovu yatakayofanyika Idi leo, lakini kiuhakika wa mambo hatujaifahamu Idi ni nini. Kuna nakala muhimu sana. Nakala hii imenasibishwa na Ibn Rajab al-Hanbali, kuna wengine wasema ni Umar ibn Abdul Aziz. Yasema, laysa al-Eidu liman labisa al-jadid wa innama al-Eidu liman khafa yawm al-wa'id. Haikuwa Idi na sikukuu ni siku watu kuvaa nguo mpya na siku watu kuvaa nguo nzuri, lakini hakika ya Idi ni kule mtu kuogopa siku atakaosimamishwa kwa Mola wake siku ya Kiyama. Sisi leo mafuhumu ya Idi tuifahamu kimakosa. Sisi tuona Idi ni sunna na ni sawa na ni uzuri, kwa kuwa uvae nguo nzuri, uvae nguo mpya, uvae nguo ya kupendeza, sahihi. Lakini haina maana ya kwamba hiyo ndio taabir ya Idi. Lakini Idi kiuhakika ni kule mtu kuogopa siku atakaosimamishwa kwa Allah tabaraka wa taala. Mmoja asema, kullu yawmin la yusa Allah fihi fahuwa Eid. Kila siku ambapo kwamba Mola hatoasiwa ndani yake, basi hiyo ni Eid. Lakini kwa kusikitisha, na Waislamu mulioko msikitini munaonisikiliza, na Waislamu mulioko mitandaoni munaonitizama, na waombeni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, haya mambo tuambiwayo tuwe tayari kutaka kurekebishika.
na siku zote akuambiaye hukupenda, na huku kusimama kwetu kuambiana saa zote kupendana. Ingawa kwa dunia ya leo usimamapo kumwambia mtu ittaqillah ni hatia kwake na vita kwako, lakini ndivyo yalivyozoeleka katika safu zetu Waislamu wa leo. Siku ya Idi ndiyo siku ya mchafuko, na siku ya Idi ndiyo siku ya maharibiko. Watu wasema ni siku ya kuharibu. Kuna watu tayari washafungisha marungi yao kutaka kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ingawa hilo si bina sana liko, ingawa hata kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani kunao watu ambao kwamba ilikuwa kila marungi usiku. Na mmoja ni hadithi anaambia, shekhe, wingi wanaokula marungi usiku Ramadhani mchana huwa hawafungi. Anaambia mimi mwenyewe, ni mtu wagati huyo, anaambia mimi mwenyewe Ramadhani ya mwaka jana, sasa hivi alhamdulillah nashukuru nimeacha marungi. Ramadhani ya mwaka jana nilikosa siku 8 kufunga, sikufunga siku 8, na hizo siku 8 ambazo kwamba sikufunga sababu ni kwamba usiku nilikula marungi. Tukitaja ya marungi mutanena hatuna maudhui nyingine, lakini maudhui tele, maudhui ya marungi pia maudhui. Na tukizungumza ya marungi yametumaliza. Marungi ni sababu ya ufukara kwenye safu za Waislamu. Marungi ni sababu ya majumba kuvunjika. Majumba ni sababu mpaka maiti kukataliwa kuzikwa. Maiti ni sababu mpaka nyumba za wirathi kutaka kuchukuliwa na wauzaji wa marungi. Lakini tukisema haya nyinyi mwaudhika, tukisema haya mwataka kujibu mashekhe, lakini tutasema ya kwamba kina marungi na mfano wake marungi ni mambo ambayo kwamba ameturegesha nyuma. Kuna mwanamke binti aliolewa, tuchukulieni tusisema mambo mepesi na rahisi, hakuna wasiwasi, lakini sisi jukumu letu wa maalaina illa albalagh, sisi nkufikisha tu. Lakini kuna binti aliolewa 4 good years, hakujua hata siku moja kudaro na mumewe, hati ya mumewe ni mlaji wa marungi. Miaka 4. Mmoja ni hadithia huyu ambaye kwamba wa tarehe ya siku 8 ambaye kwamba hakufunga, anaambia shekhe, tabu yetu tukila marungi na ngoka humaliza hamu zetu na haja zetu kwenye vikebe vya simu. Asema sisi utoa simu kisha tukaangalia picha chafu. Asema haja zetu humaliza pale pale, hata tukenda makwetu sisi hatuna hamu na wake zetu. Wengine wasema ya kwamba kwa kuniapia, anaambia shekhe, twakuapia hakuna laji marungi ama ngoka aweza kustarehesha mke wake. Kuna wengine wakikiona hichi kipande waweza kakomenti pale, waongo, mimi niko sawa. Huko sawa, labda utie na Viagra upache kujiua, lakini huko sawa. Lakini sema hatuko sawa, hatuwezi kustarehe na wake zetu. Lakini tukinena haya tuonekana hatuna maana, lakini langu lile lile ninaloambia siku zote, na ili lisikizeni leo naambia tena, miji yapotea, miji yatwaliwa. Ni wangapi waliopokonywa nyumba za wirathi kwa madeni tu yaliyoko kwa uzaji marungi? Lakini niliwaambia kwenye khutba iliyopita na leo nawaambia tena, ikiwa mashekhe wote watanyamaza, mimi sitonyamaza. Jambo mkiliona la munkar katika jamii yetu ya Kiislamu, sitoacha kulisema hata kama mutanichukia Waislamu wote mlioko Pwani na Mombasa. Kiliona ile la munkar,
tukiliona hili ni tatizo kwenye jamii yetu, na wanyamaze mashehe wote. Si kila shekhe hunena. Kuna mashehe hunena kwa baadhi ya mambo, lakini baadhi ya mambo hawaneni. Sasa hivi kuna watu waliswali jana na kuna watu wameswali leo na kuna watu wataswali kesho. Kila shekhe na kila ambaye kwamba si shekhe, mutaona kwenye mitandao, mutaona kwenye mimbari, watu wakitaka kutoa ndimi ndefu, kila mmoja kutaka kujipa haki. Mwezi wa kokote na mwezi, kila mmoja na mwandamo wake, ni mambo yako vitabuni. Mimi nasema kwa kinywa kipana, kuna watu haya mambo wao wajua haki iko wapi, lakini leo tungapeleka mambo kidini, ni jina tu ni dini, lakini twapeleka mambo kimikao. Lakini wako watu wajuao ya kwamba wao hawako kwenye haki, lakini kiliata hili kishikala yule, takosa yangu kwa huyu. Sasa wata mimi niunge hapa hapa, nishike hapa hapa ili nsikose yangu, lakini siku zote haki ni haki, wal haqu ya'lu wala yu'la alayhi. Haki siku zote iko juu, hakuna siku zote mpaka kiyama kitasimama haki iwe chini, batili iwe juu. Lakini wangataka izamisha watu haki, lakini wajua ya kwamba haki ni haki na batili ni batili. Lakini sasa hivi kila mmoja atanena kama hivi muonavyo, kila mmoja atataka kutoa kauli yake na kila mmoja atataka kusema yake. Lakini nitaka kuambia yale yale ninawaambia siku zote, ikiwa mwataka kusema hiyo misimamo mulionayo, semeni, si makosa, lakini tusishughulishwe na haya tukaata ya muhimu zaidi. Huweza kawa shekhe akasema mbona sema muhimu zaidi, haya si muhimu zaidi. Haya yamesemeka na haya yanasemwa na haya yatasemwa. Lakini kama mwambia hapo siku zote, kuna watu huomba haya yaendelee ili tupate kuwa tafaruku na sisi tupate kuwa mbalimbali. Hili tulitilieni akilini sana, na hata aliyoswali jana na hata aliyoswali leo na hata atakayeswali kesho, haijawa sababu ya sisi kutengana na kufarikana. Aliyoswali jana ndiye na Mola wake, aliyoswali leo ndiye na Mola wake, atakayeswali kesho ndiye na Mola wake. Lakini itakuwa sababu sasa hivi sisi kuteta na kutetanishwa, kugombana na kugombanishwa, tutaekwa mbali mbali, sema wale si watu wale waliswali jana, wale si watu wale wataswali kesho, wale si watu wale wataswali juzi. Mpaka lini? Lakini kuna mingi muhimu mambo, mbona hatuji tukayazungumza, tukatoa sauti zetu? Poti sasa hivi kuna mazungumzo yazungumzwa kwenye kuwa na ukweli na kutokuwa na ukweli, ya kwamba asilimia nyingi walioko poti iliyoko Mombasa si wana Mombasa, ama hata si wana pwani, ni wageni wakuja. Kama mashekhe sisi hatuna haki kuzungumza hayo? Kama mashekhe sisi hatuwezi kukaa chini tukaliangalia hili? Hatuwezi funga msafara kama mashekhe tukaenda kwa MD wa poti? Hatuwezi sisi kama mashekhe tukatoka tukaenda hata kwa rais kwa adabu na heshima tukazungumza naye kutaka kumwambia vipi poti iko kwetu, lakini watu wetu hakuna? Kimya. Lakini la mwezi kuna watu wataandaa madarasa, wataweka misikitini madarasa, na kwenye mtandao ule mwezi ilikuwa si mwezi, mwezi huu ndio mwezi. Lakini tusighilibiwe akili Waislamu.
si wakati tena wa mizozo, ni wakati kutaka kuangalia jamii yetu ikoje na jamii yetu enda vipi. Sisi twaghariki, sisi twadidimia, sisi twaangamia. Leo ni haki, leo hii kila mmoja afungishe lake, wafanywa hivi, wandagongewa kilo ikipimwa hata robo haifiki, kisha wavutiwa kijiti kimoja, jamaa kwambia pashawari maini, we nao wasema maini waitia hapa. Haiwi sawa marungi na maini, maini na marungi maini. Lakini leo hupata tabu na ufukara na umasikini, wanauza marungi kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini leo kuanzia usiku wa jana na mpaka leo, na hii ni weekend yaingia, wataregesha pesa zao zote. Lakini masipitali ya Waislamu hatuna, mauniversity ya Kiislamu hatuna, ufukara kwa Waislamu tele. Leo tukisema hapa kila Muislamu aliye Muislamu Pwani ato shilingi 1000 tu, tutakuwa na pesa ngapi? Sema mashekhe wamezoea kuomba, mashekhe watapeli, mashekhe watutumia. Mbona yule anayekuuzia gati anayekwambia kilo na kuipima haifiki kilo, ukiambiwa 1500 nao utoa? Lakini idi ya asili ya idi, liman khafa yawmal wa'id, ni yule atakayeogopa siku atakayesimamishwa kwa Allah tabaraka wa taala. Siku ile utakaosimamishwa kwa Mola wako, ukiwa na hofu ya siku hiyo, basi ile idi yako ndo huwa idi. Lakini sio idi ya kutaka kufanya haya tunayoyafanya. Wako watu sasa hivi tayari maliza biriani hata kwenda saa 10 watu watoke waende wakafanya wafanyao, vigaro na maskani itakuwa shapangwa, wanawake wavae na sare madera, waketi vilinge. Kwa sikitisha tena sana mji wetu, nasikitika na mji wetu wa Mombasa, nasikitika na pwani yetu, nasikitika na Kenya yetu kama jamii ya Waislamu. Muislamu si wa kushindwa akili, Muislamu si mtu wa kuchezewa. Leo tumekuwa duni kwa watu kududunisha, lakini wasikitisha tena sana. Kwa hivyo tumshukuru Allah tabarak wa taala kwa kule kutuafikia kuweza kuswali swala ya Idi kwa siku ya leo. Hii ni neema kubwa sana. Tusimwasi Mola wetu kwa siku ya leo wala baada ya leo, kwa sababu haikomeki kutenda kwa kuondoka kwa Ramadhani. Man kana ya'budu Ramadhan fa inna Ramadhana kad inqadha wa fata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Yoyote ambaye kwamba alikuwa akiabudu Ramadhani, Ramadhani ishakuisha, Ramadhani ishatoweka, Ramadhani ishakwenda. Lakini yoyote ambaye kwamba alikuwa akimwabudu Mola wa Ramadhani, Mola wa Ramadhani yuko hai, hafi. Waislamu masahaba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilipokuja habari ya kuwashtusha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa katika vita vya Uhud, kulikuwa na baadhi ya Waislamu waliotaka kuritadi au kuata jihad fi sabilillah. Zikateremka aya kuonesha ya kwamba la, mufanyavo ni makosa, wama Muhammadun illa rasulun, mpaka mwisho wa aya. Nasi hichi ni kipimo kama kilichokuwa kipimo kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr radhiallahu anhu wakati wa
kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kulijawa na huzuni kwa vifua vya maswahaba, na miongoni mwao akiwa ni Umar bin Khattab radhiallahu anhu, mpaka Omari akasema ya kwamba Mtume hajafa, na yoyote atakayesema Mtume amekufa tamkata kichwa. Akatokwa na maneno mfano ni haya niloyazungumza kwa kuisoma hiyo aya niloitangulia, kisha akasema man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Yoyote yule ambaye kwamba alikuwa akimwabudu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad amekufa, na yoyote ambaye kwamba alikuwa akimwabudu Allah tabaraka wa taala yuko hai, hafi. Sasa tulete huku kwetu leo, sisi likuwa tuabudu Ramadhani au tumwabudu Mola wa Ramadhani? Ina maana hatujaruhusika kukomeka kutenda, ina maana twastahiki kuendelea kutenda. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi mpaka umauti utakapokujilia. Sisi na Mola wetu kwa kutokutenda kwetu, idha mata ibnu adam inqata amalu, kuisha mali yako kwa Mola wako. Sasa ni yale ulioyatengeza uende ukapate kwa Mola wako, lakini sikitiko ni kwamba ya kheri yaliyokuwa yakifanyika kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani yatapotea yote. Sasa ni sote tujiulize, je, ilikuwa twaiabudu Ramadhani au twamwabudu Mola wa Ramadhani? Lakini sasa hivi misikitini watu takuwa hakuna, madarasa ikiweko takuwa watu hakuna, kheri nyingi ambao kwamba alikuwa zikifanyika sasa itakuwa hakuna. Kisa na sababu Ramadhani imekwisha, Ramadhani imeondoka. Ndugu zanguni katika imani, nasema hili kwa kinwa kipana. Hakuna Ramadhani niliyoiona imeenda mbio zaidi ya Ramadhani hii ya 2026. Ramadhani hii imekwenda mbio sana, na hii Ramadhani kwenda mbio hivi ni dalili tosha na ishara tosha. Kila siku zikienda kwa kasi hivi, sisi twazidi kulisogelea kaburi. Linalotakaniwa ni kuzidisha kutenda amali ili tuondoke duniani kwa wema. Kuna mzee hapo bondeni, Mungu amrahamu, katika hii Ramadhani alikufa kwenye sijida, kwenye swala ya tarawih. Alikufa kwenye sijida katika swala ya tarawih. CCTV zilitoa ushuhuda, na waumini na Waislamu waliokuwa pale na wao walitoa ushuhuda. Alipomoka kumsujudia Mola wake mara chini. Nilipopata hiyo habari nikasema, Mwenyezi Mungu atujalie na sisi vifo kama hivyo. Kama kufa wakati wa kufa wamsujudia Mola wako, mimi Sheikh Obo niko radhi hata Ijumaa ya leo nikisujudu nsinuki, wallahi. Na wangapi wako tayari? Hebu nyosha mkono kuona watu wataki kufa. Oh, mashallah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Tujifie huku tumsujudia Mola wetu. Kuna watu wamekufa wako juu ya mimbar wanahutubu. Kuna watu wamekufa wameshikilia kitabu cha Mungu usoma, na kuna watu wamekufa guest, na kuna watu wamekufa hupiga ngoma kwenye doria, waume na wake, watu hucheza ngoma, imenyamaza, akiangaliwa wamekufa kitambo. Tujitahidini kwa kutenda. Umri waenda kwa kasi. Kipimo chengine ni kijana wa leo ukipishana naye baada ya mwaka na nusu mwenye ushtuka, sema vijana hukua kweli kweli juzi tu. Ina maana kama alivyokuwa nasi ndivyo tunavyokuwa, na kila tukikuwa twazidi kulisogelea kaburi. Ndugu zanguni katika imani,
tusikomeke kutenda kwa kuondokewa na Ramadhani. Tuendelee kutenda hata kama Ramadhani imeondoka. Nina kifungu kidogo sana takitaja baada jalsat al-istira. Barakallahu li wa lakum bil-Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu ni katika imani, nahitimisha khutba ya pili kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi aliposema ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, amali inayopendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala ni ile amali ambayo kwamba mwanadamu atadumu nayo hata kama kwa uchache. Ikiwa utafanya mingi kisha hudumu nayo, si kheri kuliko ufanye machache yenye kudumu nayo. Tusimameni kwa kutenda amali ambazo kwamba tutadumu nazo, kwa sababu hilo lamfurahisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo kama Ramadhani ilikuwa ukisoma Qur'ani, endelea kusoma. Kama Ramadhani ulisoma sana, usikomeke kusoma, soma hata kama kidogo. Mmoja alimwambia, alikuwa na pesa yake shilingi 500 yake mjukuu, alimwambia hababa yake na bibi yake, pesa yangu hii niiweke wapi? Hababa yake nyanyake akamwambia iweke katikati ya msahafu. Hapa kwetu nyumbani msahafu haushikwi isipokuwa Ramadhani mpaka Ramadhani. Kwa hivyo hakuna kibenki bora hapa nyumbani kuliko msahafu. Ukitaka pesa yako sipotee, itie ndani ya msahafu. Msiba. Lakini ahabul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, ni mtu kudumu kuendelea kutenda hata kama kwa uchache, lakini simama utende. Na la kutenda ni jambo la lazima, si jambo la khiari. La kutenda amali zilizo njema ni jambo la lazima, si jambo la khiari. Lakini huku kutenda kwetu sisi huona kama ni khiari tu, ingawa kuna baadhi ya mambo ni kweli tumechaguzwa, lakini kwa mema yote kiujumla twastahiki sisi kutenda. Mbona mimi najiuliza, mbona madhambi na machafu na maovu, mbona sisi hatuchoki kufanya? Tompa sana ibilisi nguvu, tompa sana ibilisi nafasi ya kuweza kututawala. Lakini hakukosa ibilisi pale alipokutana na Mtume Yahya ibn Zakaria, alipomwambia akhbirni an tabai ibni adama indakum, ipe habari mimi kuhusu tabia za wanadamu kwenu nyinyi. Katika wote aliowataja na mtaja mmoja, asema kuna wengineo fi aidina kalkurrati fi aidi subyanakum wa kad kafauna anfusahum. Subhanallah. Asema kuna wanadamu wako kwenye viganja vyetu vya mkono, wako mkononi, mithili ya mpira kwenye mikono ya watoto wenu, na hakika tumezimiliki nafsi zao. Sisi ndio tumeshika remote yao, tukiibofa inuka, tukiibofa keti. Kuna wanadamu wako sampuli hiyo. Kuna wanadamu kwa dunia ya leo, Waislamu ni maswahiba wakubwa wa ibilisi. Wao ni wanadamu, lakini hutumiwa na ibilisi kushawishi wanadamu wengineo. Wao wanadamu waliokithiri na kudidimia kwenye maasi. Kuna watu muasi Mungu mpaka ukashangaa. Wewe lifikirie mtu kuchanganya maji ya Zamzam na tembo kidogo, huyo maji ya Zamzam
mtu achanganya na tembo kisha ndo yuanywa. Kuna mtu mamake aliyeka mswala kutaka kuswali hivi, mama yapanda mswala kuswali, yeye ameingia chakari, amelewa, aliupiga teke mswala, kwamba mama swali nini, hebu ondoka hapa. Lakini angalia kwa sikitiko la mama, mama akasema, mwanangu, Mungu akuongoze. Na naam, dua ikapita, akawa mwana mwema, ameacha tembo, na sasa hivi mkitaka kuteta mlete habari ya tembo, bali amekuwa ndio muadhini wa msikiti na mwenye kusafisha misikiti. Lakini nakusudia, kuna wana wa Adamu wako mikononi kwa Ibilisi, huwapeleka Ibilisi namna anavyotaka. Ndio hii hali ilivyo. Kuna watu leo hao tunaozungumza leo, kuna watu hawatolala makwao leo. Leo kuna wanawake majumbani watalala peke yao, na mashakili ya wanawake ni mengi waume. Na tukija hapa tutazungumza mashtaka ya wanaume yaliyoko kwa wanawake, na tukenda madarasani kwa wanawake tutazungumza mashtaka ya wanawake yaliyoko kwa wanaume. Lakini wako waume hawatolala makwao leo. Kuna watu watatoka na marafiki na magari waende kwenye fuo za bahari, waende huko wafanywa yatakayo. Kuna watu leo wana wake zao majumbani, lakini watatoka na hawara zao. Leo siku ya Idi, leo si siku ya Idi hivi, geti lishafunguliwa lile, mshike sasa hivi. Lakini sina shaka nalo, kuna watu watalala peke yao kuanzia saa 8 hii mpaka kesho. Na sasa hivi vile Idi zimekuwa ndefu, na kuna watu penda Idi ziwe hivi ndefu. Hata wale watu wakuomboa Idi, watu wakuomboa Idi zikiwa 2 kwao ni furaha. Sasa hizi zimekuwa 3 ndo kabisa. Manake huwa huna udhia. Mtoto akusimamisha Idi mbaraka leo, mwambie yangu kesho kavu. Akikupata kesho Idi mbaraka, mwambie yangu jana kavu. Umesalimika, hukutoa hata dala. Lakini wako watu wataharibu amali zao, na wako watu wataharibu mambo yao. Sitaki niwapeleke sana kwa siku ya leo, tukomeke kwa haya tuliyozungumza. Lakini kikubwa ni kwamba, ndugu zanguni katika imani, tufikirieni sana maana ya siku ya Idi. Siku ya Idi si siku ya maasiya, wala siku ya Idi si siku ya maovu. Na tufikirieni sana kutenda kwetu, kusikomeke kutenda baada ya Ramadhani kuondoka, tuendeleeni kutenda. 3, wakati wowote twaweza tukaondoka. Hilo saa zote natoa na swala hiyo, wakati wowote ndugu zanguni twaweza tukaondoka. Dunia haiko kwenye miliki yetu, uhai hauko kwenye miliki yetu, ni sana wakati. Wala umauti hauna maana mpaka ugonjeke. Huweza kuwa umeketi hapo na ukafa hapo hapo, huweza kuwa umesimama na ukafa hapo hapo, huweza kawa huteka na ukafa hapo hapo, na mifano mingi tumeiona katika hii dunia. Kikubwa tujue kama walivyoondoka wao, na sisi tutaondoka. Ramadhani imekwisha, lakini si mwisho wa sisi kutenda. Tuzidi kutenda ili tupate mema kwa Mola wetu. Namwomba Allah tabaraka wa taala tuafikie kila la kheri. Namwomba Allah tabaraka wa taala tubariki. Namwomba Allah tabaraka wa taala tufanye waja wema. إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل هذه جماعتنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده ميدا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. عباد الله،
inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.